Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida, amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, siku ya leo biidhnillahi ta'ala tunakwenda kuangalia mada na somo ambalo ni zuri sana kwa atakayefuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Basi nina imani kuna faida kubwa siku ya leo anakwenda kuipata biidhnillahi ta'ala. Mada leo inasema, ukiwa ni mwanandoa na ukaona alama hizi 6 katika ndoa yako, basi jua wazi kabisa ndoa hiyo imefanyiwa sihiru tatwil, imefanyiwa sihiri ndoa hiyo. Narudia, mada leo, ukiona alama hizi 6 katika ndoa yako, basi fahamu kwamba ndoa hiyo imefanyiwa sihiru ta'tur au ta'tir ndoa hiyo. Kwa hiyo ni vyema ukasikiliza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa makusudio na nini lengo letu. Lengo kwamba ukiona mambo hayo au alama hizo 6 katika ndoa yako, basi ndugu yangu elewa umefanyiwa uchawi wa kusimamisha mambo yako ama kuzuia mambo yako ama kuharibu mambo yako. Ukiona hizo alama 6 katika ndoa yako zinatokea, kwa hiyo ni vyema ukasikiliza darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imani kuna faida kubwa sana siku ya leo utakwenda kuipata biidhnillahi ta'ala. Na kama hayo tunayosema hapa basi unayo, basi haraka sana uweze kujua jinsi gani unaweza ukajisaidia na unaweza ukajitibu. Alama ya kwanza kabisa, ukiona hii katika ndoa yako, basi fahamu kwamba wewe umefanyiwa sihiru ambayo uchawi wa kusimamisha mambo yako na kuharibu kabisa mambo yako. La kwanza idamu raghbatin jinsiya. Idamu raghbatin jinsiya, ya kwanza kabisa kutokuwepo kabisa kwa hamu ya tendo la ndoa. Bimaana mwanamume anakosa kabisa hamu ile kwa mwanamke, ama mwanamke naye anakosa kabisa hamu ile kwa mume wake. Mkiona hali hii inatokea na hakuna sababu maalumu inayopelekea hali hiyo, basi lazima mtafakar na mjue kwamba kuna sihiru ndani yake imefanyika hapa, kuna uchawi ndani yake imefanyiwa, lengo na madhumuni kuharibu mambo yenu, kuharibu misingi yenu ya kimaisha na kuvuruga kabisa mambo yenu katika ndoa yenu. Sasa inawezekana ukawa na ishara kama hizi, lakini ukaufahamu kwamba tatizo ni nini kinapelekea hali hiyo. Hiyo ndugu yangu ni sihiru imefanyiwa, ni uchawi ambao unakwenda kukwamisha na kuharibu kabisa mambo yenu. Mtu anafanyiwa hivi, mwanamke anaweza akakosa hisia kabisa kwa mume wake, ama mwanamume anakosa kabisa hisia kwa mke wake. Mtu kama huyu afanye nini sasa? Cha kufanya, ajitahidi sana kusoma suratul Baqara, ajitahidi sana kusoma surati Yusuf, na ajitahidi sana kusoma adhkari mbalimbali za asubuhi na adhkari za jioni. Afanye mara kwa mara kuondosha hali hiyo. Hii ni alama ya kwanza kabisa ambayo ukiona katika ndoa yenu ishara kama hii, basi jiangalie, huenda kwa umefanyiwa sihiru au umefanyiwa uchawi. Uchawi wenyewe ni huu wenye kusimamisha majambo yako na kuharibu majambo yako, bimaana ahadi zinakuwa hazitimii, mipango unaipanga na kwa haitimii, lakini kadhalika vile vile nyumbani katika ndoa vile vile utulivu na kuwa haupatikani. Hiyo ni alama ya kwanza katika zile 6 ambazo leo tunakwenda kuzieleza.
Alama ya pili, nayo hii ukiona basi ujue wazi katika ndoa yenu kuna sihiri imefanyika. Almanamat almuz'ija walkawabisi almakrur au alkawabisi almutakarrir. Alama ya pili ambayo ukiona hii basi vile vile ufahamu kwamba kuna mazonge hayo ni mara kwa mara kujirejea ndoto mbaya. Yani kila mkilala basi ndoto zako siku zote zinakuwa zile mbaya za kuhuzunisha. Mara umeota umekata kichwa, mara umeota sijui umetumbukia katika shimo, mara sijui wote umepata ajali. Yani zile mbaya ndio kwako wewe zinajirudia sana. Ukiona ishara hii katika ndoa yako na hali kama hii inawatokeeni, basi jiwaini sana katika adhkar na dua mbalimbali na kufanya vile visomo vya daful balaa, kwa sababu hiyo hali sio nzuri. Hii inaonyesha wazi katika ndoa yenu basi kuna uchawi umefanyika, uchawi ambao unakuja kusimamisha na kuharibu kabisa mambo yenu katika nyumba. Jichunguzeni sana kama mkiwa na ishara hizi ama dalili hizi, alafu jiangalieni maisha yenu yanavyokwenda, mtaanza kuona kuna dosari na mabadiliko makubwa sana katika maisha yenu. Hiyo ni ishara ya pili katika zile 6 ambazo leo tunakwenda kuzieleza. Jambo la tatu ama alama ya tatu, adhuhuru dud fil baiti bimashkil ghairi tabai, bimaana kwamba kuonekana kwa wadudu mfano wa funza na kadhalika katika nyumba yako. Yani wanakuja alafu wanapotea bila sababu. Yani kuonekana wadudu kama hao ndani ya nyumba kwa namna isiyokuwa ya kawaida, kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Yani kwa mfano mko ndani ya nyumba lakini ghafla mnaweza mkaona wadudu wa ajabu, mfano wa siafu, mfano sijui wa nge, yani wale wa ajabu, yani wakawa wanakuja lakini katika hali ambayo isiyokuwa ya kawaida. Mkiona hali kama hiyo basi tambueni kwamba huenda ndani yake kuna sihiri tafriki imefanyika, kuna ule uchawi wa kufarikisha umefanyika. Na chunguzeni sana mkiona hali kama hizi. Utakuta mtu katika ndoa yenu mara nyingi matatizo yanakuwa hayaishi, mipango yenu ya kimaisha inakuwa haitimii, mambo mbalimbali yanakuwa yanaharibika. Mara simu ambazo unazopigiwa mara nyingi inakuwa simu zile za shari. Ni mara chache sana kupokea zile simu za kheri, lakini simu ambazo kama mnapokea mara nyingi inakuwa ni simu za tabu, simu za huzuni, simu za matatizo. Yani ni mara chache sana kupokea simu zile ambazo ni za kheri. Hiyo ni alama ya tatu ambayo nayo kama mkiona katika nyumba yenu basi fahamu ni kwamba tayari kuna sihiri hiyo ama kuna uchawi huo tayari mmeshafanyiwa, lakini nyenyewe mnakuwa hamjielewi. Alama 4 ni kathratil ikhtilafat ala atafi asbabi. Alama ya tatu, kuongezeka kwa migogoro kwa sababu ndogo ambazo hazina maana yote. Yani nyinyi mara nyingi katika ndoa yenu mnaweza mkatokea mgogoro, maneno yale ambayo hata mtu mwingine akija kusikiliza kwamba hivi mnagombana chanzo nini, alafu akiambiwa basi anaweza hata akawadharau. Lakini jambo hilo dogo kwenu linakuwa kubwa mpaka inafikia watu mnanuniana, inafikia watu wamsemi kabisa. Yani kwa jambo dogo. Mkiona alama hizi kwamba nyinyi kitokea jambo kidogo basi inakuwa kubwa sana kwenu, basi tambueni kwamba katika ndoa yenu hiyo kuna sihiri imefanyika, kuna uchawi umefanyika ndani yake, kwamba kwa ajili ya kuharibu, kwa ajili ya kufarikisha, kwa ajili ya kukuharibieni mambo yenu au misingi yenu ya kimaisha. Hivi ndivyo inavyokuwa. Kwa hizi ni baadhi ya alama ambazo leo nimeamua nikuletee na nikupe, ambazo ukiziona hizi basi tambua hali kama hiyo ipo katika nyumba yenu. Kama hamjajua basi tunaelezana leo biidhnillahi taala. Alama hiyo ya ngapi? Hiyo alama ya 4. Alama ya 5, i'radu ghamidat ta'ti wa tadhhabu duna sabab. I'radu ghamidati ta'ti wa tadhhabu duna sabab. Hiyo ni alama ya ngapi? Alama ya 5. Hiyo ni alama ya 5 ambayo leo tunakwenda kuieleza hapa biidhnillahi taala. Hiyo ni alama ya 5
Hii inasema kwamba kuna dalili za kushangaza ambazo hujitokeza na kutoweka katika nyumba yenu bila sababu za wazi. Yaani kuna dalili za kushangaza, kuna mambo ya kushangaza yanakuja na kuondoka katika nyumba yenu. Kwa mfano, mnaweza mkaona katika nyumba yenu mkiweka vitu vinapotea bila sababu. Unaweza kuweka mfano wa pesa katika kabati au sehemu gani, inapotea bila sababu. Yaani hali kuna kipindi inajitokeza, kuna kipindi inakata. Muda mwingine mnaweza mkahisi labda ni watoto labda wanachukua vitu ndani, ama watoto wanachukua pesa ndani, lakini si watoto. Mtaona kuna hali fulani inatokea ya kushangaza, alafu inakwenda inaondoka. Mfano, siku nyingine unaweza mkaamka mkakuta kuna damu katika chumba chako ama sebleni na kuta damu. Unaweza ukajiuliza kuna panya labda amekufa au mdudu, ukafuatilia lakini hakuna mdudu ambaye aliyekufa. Kwa hiyo kuna hali za kushangaza mara kwa mara zinakuja na kutokea katika nyumba yako. Ukiona hali kama hiyo, basi tambueni na eleweni kwamba nyumba yenu hiyo imefanyika hiyo sihiru ama uchawi huu ambao mara nyingi unakuwa ni kuwafarikisha, bimaana mke na mume, kuharibu misingi yenu ya kimaisha, kuharibu mambo yenu ya kimaisha. Hivi ndivyo inavyokuwa. Lakini jambo la mwisho na alama ya mwisho, ta'athur al-jizhat fil baiti bishakiri mutakarrir. Jambo la 6 kabisa, vifaa vya nyumba kuharibika na kusimama kufanya kazi. Jambo la mwisho, mtaona vifaa katika nyumba yenu vinaharibika sana. Yani mfano mathalani mmenunua TV haijakaa muda mrefu, mara imeungua, mara sijui nasikia mtu kaunguza sabufa, mara sijui blender mara imeungua, mpaka mzee anagomba, mama anagomba kwamba watoto wao wamekuwa waharibifu, wanaharibu vyombo. Lakini kumbe kuna sihiru ambayo imefanyika. Hii ni miongoni katika alama ambayo kitokea hiyo, basi ujue sihiru kweli hapo imefanyika. Moja hapo ni kuharibika vyombo katika nyumba bila sababu. Inawezekana pengine mna gari imerudi kazini usiku, mmeweka gari nzima haina shida yote, lakini asubuhi unaingia unawasha gari haiwaki. Washa gari haiwaki. Unaweza kukuta mpaka fundi wa gereji akaja mpaka bwana kaicheki, kila kitu gari iko safi kabisa, lakini nikiwasha gari haiwaki. Mzee anaamua kuacha gari kwenda kuchukua boda, awai wapi? Awai kazini. Muda mwingine masabufa ndani yanakufa bila sababu, TV ndani zinaharibika bila sababu, friji mmeliwasha inafanya kazi vizuri, mara linagoma kabisa bila sababu yote. Mkiona hali kama hizi, basi jueni kwamba katika nyumba yenu kuna hali ambayo kwamba si ya kawaida. Inshallah kwa leo tuishi hapa. Tukutane katika somo lijalo kwa wakati mwingine, na kama una maswali yako unaweza ukaacha comment yako hapo chini, ama ukanipigia katika namba 0756 81 11 mwisho 26 na 0713 81 11 mwisho 46. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.